بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونيابة ya viongozi waumini wa Masjid Jumuiya, nachukua nafasi hii kuwa kama kiongozi mkuu wa Waislamu katika msikiti huu imamu, kualikeni ndugu zetu wote Waislamu na wale ambao wasiokuwa Waislamu kwenye hadhara kubwa ambayo itakayofanyika hapa msikitini kwetu siku ya Ijumaa ya tarehe 10 mwezi wa 10 2025. Lengo letu kubwa ni kumtangaza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia kuonyesha Uislamu ndio dini pekee iliyompambania mwanamke na kumtengenezea heshima yake na nafasi yake katika jamii. Kwa kuwa ni siku ya wanawake duniani, basi logo yetu kuu Uislamu na wanawake. Hakuna dini yoyote kwenye ulimwengu huu iliyomwekea nafasi kubwa mwanamke kama si Uislamu. Hivyo tungependa ndugu zetu kote duniani mshirikiane na sisi katika kumtangaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa vyombo mbalimbali, kwa wale ambao waliokuwa nje ya Dar es Salaam. Lakini kwa wale ambao waliokuwa Dar es Salaam, basi tunawaalika kwenye msikiti wetu Masjid Jumuiya uliopo katika mtaa wa Tambukareri, Maputo, wilaya ya Temeke, kata ya Azimio. Ni mimi ndugu yenu imamu mkuu wa Masjid Jumuiya Shuaib Haruna Mtawanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kwa jina naitwa Muhammad Abdallah Luambo, ni mratibu wa hadhara ya maulidi inayofanyika katika Masjid Jumuiya Tandika Azimio chini ya Sheikh Muharram bin Rashid Mziwanda. Tarehe 10 mwezi wa 10 katika mwaka huu 2025 ndio mtoko rasmi uliotangazwa wa wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kumnadi mtume, kumsifu na kumsherekea katika viwanja vya msikiti wa Jumuiya hapa Tandika. Ubora wa hadhara na thamani yake na ukubwa wake unatokana na mahudhurio yenu wapenzi wa mtume kutoka katika kona mbalimbali mnazotukimbilia kuja katika hadhara hii. Leo ni siku nyingine tena tunawaalika tuje tena katika hadhara yetu ambayo tumejiandaa vyema kuwapokea na kuwapa thamani ile inayostahili katika hadhara hii. Alhamdulillah, mwaka huu mada yetu kuu Uislamu na mwanamke. Mwanamke ana nafasi gani ndani ya Uislamu? Hiyo ni darsa pana ambalo mashekhe kutoka katika kila kona ya nchi yetu na nje ya nchi watahudhuria kuja kutufundisha Uislamu na mwanamke, jambo ambalo halikupaswi wewe kukosa na kuwa mbali nalo. Tunakuomba uweze kuhudhuria na uweze kupata faida hizi. Kwa haraka tunawaeleza watu ili wajue namna ya kuwahi na kuweza kuchukua nafasi zao. Hadhara yetu itaanza baada al-magharibi, dua ya kuiombea nchi yetu amani, hasa katika kipindi hiki tunachokipitia cha uchaguzi mkuu wa uraisi, wa bunge pamoja na madiwani. Tuje kumuomba Mwenyezi Mungu atujazie amani, utulivu, lakini pia atuvushe salama katika ili tukio tulilokuwa nalo. Baada al-magharibi itakuwa imeanza dua hiyo, lakini tutaswali kabla ya dakika 10 saa 2, na baada ya swala al-isha tu tutaanza hadhara yetu moja kwa moja. Matarajio yetu saa 4 iwe hadhara imefika ukingoni katika yale tuliyokusudia katika viwanja hivi. Ukiacha hayo, tunao mashekhe kutoka katika kona mbalimbali za nchi yetu ya Tanzania ambao mnajua ilmu yao, maarifa yao, wote tutakuwa nao kwa ajili ya kutupa faida katika hadhara yetu hii tuliyokuwa nayo. Lakini ukiacha hivyo, maalum katika mwaka huu tuliokuwa nao tumepata wageni ambao tunawatarajia kuwa nao
Sheikh Mubaraka Awes, yeye ni kutoka Kenya, lakini pia Sheikh Izzuddin naye pia kutoka Kenya, Sheikh Sagaf Mufti na yeye pia kutoka Kenya. Wote hawa tuna matarajio nao wa kuwa nao katika hadhara yetu. Ukitazama kwa ukubwa wake hadhara hii ni jambo ambalo linakupaswa wewe ulitengee mtoko wake kwa kuja katika hadhara ambayo tutapata ilmu kubwa, tutapata faida kubwa, lakini pia madrasa zetu zipo zimejiandaa kwa ajili ya kutupa burudani kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nirejee tena kwa mara ya mwisho mada yetu kuu, Uislamu na mwanamke. Mwanamke ana nafasi gani katika Uislamu? Hili ni jambo ambalo tunataka mashekhe watuelimishe, ili watu waondokane na fikra potofu, waondokane na fikra ambazo haziko katika dunia ya leo za kunyima fursa za namna mbalimbali kwa ajili ya wanawake. Wote tunawakaribisha, wanawake mje kwa wingi, wanamume mje kwa wingi. Ni hadhara yenu, ni hadhara inayowahusu kwa ujumla wake. Wama alaina illa albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.